kuwepo ibada ya Ijumaa, nilifundisha habari. Shusha mikono yako tafadhali. Habari ya mamlaka iliyoko ndani ya jina la mtu na maana ya jina la mtu. Linaweza likabeba uharithi wa mfumo wa maisha yako, na linaweza pia jina lako likawa ndio maisha yako, au inaweza ikawa ndio uharibifu wako katika maisha yako. Jina tu, jina hilo tu ulilonalo, jina ulilopewa na mzazi, jina. Kwa sababu haukuwepo, ninasukuma tena kwamba tena turudie kuomba kwa ajili ya jina, kuliombea jina lako. Kuliombea jina lako, jina tu ulilopewa, jina tu ulilonalo. Jina tu hili ulilonalo linaweza kawa ni uharibifu wa mfumo wa maisha ulionayo. Lakini kuhusu habari ya majina, Biblia inasema jina mtu anapewa na mama yake na baba yake. Na ndio maana mtoto anapozaliwa, kitu kizuri atakachopewa, kitu ambacho unahitajika kuwa mwangalifu, hata wewe ambaye ni mtarajiwa wa kwenda kuzaa au kubeba mimba au kuja kuwa mjamzito, chunga sana jina utakalompa mwanao. Kwa sababu simpe jina mwanao kwa sababu ya heshima ya baba yako, ya heshima ya mjomba wako, ya heshima ya ndugu yako aliye na heshima kwenye ukoo, kwa sababu jina limebeba destiny ya maisha yake. Jina atapewa baby show, atapewa taulo, atapewa madishi, watanunua vyote hivyo, lakini lazima uwe mwangalifu. Kitu anachotakiwa kupewa mwanao, utajiri wake ni jina atakalopewa, na uharibifu wake ni jina atakalopewa. Angalia jina atakalopewa mwanao, wa kumpa ni wewe, na wewe lazima uongozwe na Roho wa Bwana. Usubiri kutoka kwa Mungu. Mungu akuongoze na akusaidie kukupa jina la mwanao, ambalo jina litakalokuwa ni jema kabisa. Misali 22 mstari wa kwanza, Biblia takatifu inasema ni heri, ndio heri kuchagua jina jema, heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu, kuliko fedha na dhahabu. Na ndio maana mtoto anapozaliwa, fedha zinafuata. Cha kwanza anachotakiwa pewe jina. Jina ndio pesa. Ulipokuwa unazaliwa haukujijua, ukasikia tu kadri unapokuwa unaitwa hivyo. Unaitwa Mwakinyonyo, unaitwa Nundu. Nundu manake ni poli. Unaitwa Muku, Mwamuku, Kuku. Majina ya Kisukuma yale, majina ya Kisafwa yale, ya Kimalila yale, ya Kihehe, ya Kibena yale, ya Kinyakyusa. Unapewa jina Maipopo. Na uelewi huyu, sikiliza nikwambie, kwenye hilo jina kuna wakati mwingine wewe unapewa jina la mtu aliyetangulia akafa. Yaani alishatanguliwa, anasema mbele za haki. Na huyo aliyetangulia mbele za haki alikufa akiwa na miaka 40 au 50. Hivyo nikwambia hapo ulipo, kama ulipewa jina la mtu ambaye hakutoboa kufikisha miaka 60, nataka nikuhakikishie na wewe pia usipovunja hiyo roho ya Mwaipopo ambayo ilimwondoa Mwaipopo kabla hajafikisha 75, hajafikisha 85, hiyo inakufuata wewe na kukabili pamoja na malengo ulionayo. Lazima na wewe kama Mwaipopo, haipoishia ndipo utakapoishia, kwa namna ya ndoto na maono. Kama hivyo pale utafia hapo. Hivyo leo nataka
nataka nikwambie, laana iliyojazwa iliyoambatanishwa na jina lako, nataka wewe ambaye haukuwepo Ijumaa, kwa jina la Yesu tuivunjilie mbali kwa jina la Yesu. Tuiondoe ndani yako, iondoke kwa jina la Yesu aliye hai. Unajiuliza kwa nini ukifanya biashara lazima usulumike? Fuatilia jina ambalo wewe umepewa. Mpaka naposema namna hii hivi sasa hivi umeshajua, na wakati mwingine walishakuambia hilo jina mpaka na sababu ya hilo jina. Kwa nini walikupa Marigo? Maana yake mamako alitukana sana kabla hajabeba ni ujauzito. Marigo maana yake matusi, alitukanwa. Kwa wewe unapewa jina kulingana na matusi ambayo mamako alitukana. Kwa sababu ya matusi yale anakupa wewe, unaitwa Marigo, unaitwa Mwaigaga, Mwandelile. Yaani mimi nataka kuelewesha hivi, jina lina maana nzito. Ni heri kuchagua jina lililo zuri. Wewe unaitwa Mateso, maana yake Ayubu ni mateso. Utaweza, huyo mtoto ataweza kukabiliana na vurugu alizokumbana nazo Ayubu? Ndio umempa. Unasema hili ni jina takatifu kutoka kwenye Biblia. Ndio. Jina ni roho. Kama uamini ukaulize Yesu Kristo. Yesu Kristo amezaliwa Bethlehem, amekuwa. Yeye ni Mwokozi. Isaya nabii ametabiri habari zake Yesu Kristo. Yesu Kristo nguvu zake ziko ndani ya jina. Mwenye jina hauwezi ukatambua. Mwenye jina amekufa, hayupo. Ila jina lako kilitaja leo linaokoa. Lina uwezo. Linasema kila atakayelitajia jina la Bwana ataokolewa, ataokoka. Ataokolewa, ataokoka. Ataokoka na nini? Ataokoka na magonjwa. Ataokoka na hatari. Ataokoka na presha. Ataokoka na madhara ya kila aina. Mwenye hilo jina hayupo, ila jina bado lina uwepo, linatenda kazi. Mwambie mwenzako, kumbe bado sijapona. Haujawahi kumwombea mtu ana mapepo, kila ukitoa pepo linasema tunatoka. Likishatoka pepo, akiitwa jina lake, lile pepo linarudi, lile jini linarudi. Maana yake jina lake lina uhusiano na mashetani. Jina lake lina uhusiano na mizimu. Jina lake lina uhusiano na mateso. Mpaka mtu anaitwa mateso, mtu anaitwa shida, mtu anaitwa malongo. Maana yake ni udongo, amezika wengi, na huyo aliyezaliwa naye atazikwa. Mtu anaitwa huzuni. Kwenye Biblia hii takatifu nimesoma, ni mtu mmoja aliyeamua kupambana na kujipambanua, tena nilia, akasema, Mungu, naomba uniokoe na nisiwe kama mama yangu. Jina aliyonipa, amenipa jina la huzuni. Yuko kwenye maombi anaitwa Yebesi, anasema, Baba, nisiwe sawa sawa na jina aliyoniita mama, nisije nikawa sawa na hilo jina. Hivyo Mungu, ninaomba uniokoe, angalau niwe na hadhi na heshima sawa sawa na ulionikusudia. Maana Mungu ana namna yake ambayo alikujaza, alikujaziliza, alikupa package zote za uhitaji wako utakapoingia katika ulimwengu huu. Ila matatizo ni pale watakapokupatia jina hao ambao Mungu amewaamini kwa wewe, kwamba wito fulani ndio wamekujaza matatizo, ndio wameharibu sasa maisha yako yote. Sei Bwana Yesu. Unaitwa Gambochi, unaitwa Mwelile. Fuatilia wakati mwingine ule jina. Kwa kwanza waulize, kwani walikuita hilo jina? Kila jina mtu analoitwa,
kila jina unalosikia ni kumbukumbu ni kumbukumbu za eneo fulani, ni kumbukumbu ya mtu fulani. Inawezekana ni sababu wakati mwingine umepambana. Basi na kuomba mwanangu, leo nikufundishe kitu. Kuna ukombozi wa jina. Unaweza ukaliombea jina lako, na jina lako kalijaza nguvu ya Mungu, na jina lako unaweza kalijaza uwezo wa Mungu, na jina lako unaweza kaliombea liwe sawa, lisiwe sawa sawa na jina lenyewe lilivyo limebeba mabaya. Jina lako ukaliombea kwa Mungu lijazwe mema yote ambayo Mungu alikukusudia. Leo mwanga unaweza ukatokea. Leo historia inaweza ikabadilika. Leo si leo tu, endelea kuliombea jina lako. Ndio maana tunapoenda kubatiza tunakuuliza jina lako, unaitwa nani? Ukiletea jina la hovyo, jina si la Kiislamu, jina si la majinijini, tunalifuta na tunakupa jina la Kikristo. Jina hilo ulilolibeba linaweza kawa ni libonge na limzito ambalo hauna uwezo nalo wa kulibeba, rafiki yangu. Hauna uwezo. Na Yesu ndiye anasema, njooni kwangu enyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo. Hilo jina ulilopewa linaweza likawa ni mzigo ambao hata ukitembea namna hii mbingu zinashangaa, mwanetu amepewa kitu gani tena? Wakati tulimjaza hatima ya kuwa awe na kampuni, awe mhubiri wa Injili. Angalia anavyozalilika, angalia anavyoaibika, angalia anavyotukanwa. Kwa nini unatukanwa? Kwa sababu umepewa jina linaitwa matusi. Na wewe umekaa hapo unajiuliza, kwa nini natukanwa? Kwa nini usitukanwa? Unaitwa Marigo. Unaelewa maana ya Marigo? Maana yake matusi. Na jina lako halijakombolewa. Siko kukutukana. Kwa neema aliyonisaidia Mungu, nataka nikusaidie ukweli kabisa kwamba kwenye jina limebeba hatima. Ibrahimu anaambiwa, toka hapa. Ukikaa hapa wewe, tena toka wewe na ndugu zako, toka hapa wewe na jamaa zako, nenda mpaka nchi ile ambayo mimi ninaitaka wewe ukawe. Anasema baada ya hapo nitalitukuza jina lako. Wewe hauipi, tatizo ni jina. Jina lako ni giza, jina lako ni mweusi, jina lako huonekani. Jina sikitika kabisa, sema ni jina. Mungu, ninaomba unisaidie leo nitoke kwa jina la Yesu kwenye viambatanishwa na vilivyoambatanishwa na jina langu. Bwana Baba, nitoke. Kumbe kila jina lako linapoitwa lina maana ya uzinzi au ukahaba. Likiitwa jina lako mwili unawasha kama nguruwe aliye jotoni. Hutulii, huwezi ukakaa, ni jina. Mbona wengine wanaweza wakatulia? Tuko tuna haja sisi ya kuombea eti sasa tunaombea mtu aolewe. Hamna, kuolewa ni kanuni ya Mungu. Mwanamke ni lazima kuolewa, mwanaume ni lazima kuoa. Kijana wa kiume aliyezaliwa na mwanamke ni lazima kuoa. Binti aliyezaliwa na mwanamke ni lazima kuolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jina la Yesu ninaagiza jina lako linaloambatanishwa na miwasho, ninakemea kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Ninaivunja hiyo roho iliyokamatana na jina lako. Ninaing'oa kwa jina la Yesu. Ninaing'oa kwa damu ya Yesu. Sikuchekei hilo pepo linalofutwa na jina lako. Ninakutenga na jina hilo. Jina lako nalitenga na mapepo, nalitenga na majini, nalitenga. Jina lingine ni uchawi, jina lingine ni ugonjwa. Hujawahi kusikia mtu anaitwa Mbinile? Kikwetu Mbinile maana yake ni mgonjwa. Mnayo majina, lakini hayo majina unapewa jina cha usiku.
cha usiku manake ni giza, manake ni shetani wewe. Na ndio maana unamkuta mtoto anakuwa ana mambo ya ushetani shetani. Akija kanisani anafunja viti. Hujakaa sawa shavunja maiki. Hujakaa sawa shavunja kioo, speaker shavunja waya. Yaani ni mharibifu shetani giza. Totoro. Na ikanyaga. Na itenga. Na jina lenyewe